Unaangalia Al-Khair Online TV. Ya ndugu zangu wahariri, waandishi, assalamu alaikum, habari za asubuhi. Kwa niaba ya tume nashukuru kupata fursa hii ya kuwa hapa na sisi. Tume mara tu baada ya kuwasilisha ripoti yetu kwa Mheshimiwa Rais, ambaye kama mnafahamu ndio mamlaka iliyotupa kazi hii tarehe 20 Novemba mwaka jana 2025, ambayo tulifanya kazi hiyo na kuwasilisha rasmi ripoti yetu wiki iliyopita. Kwa hiyo tumeona ni vizuri tu tukikutana ili tuweze kuwapa fursa ya kuuliza maswali, lakini pia na sisi kuweza kufafanua mambo mengine, kwa sababu nyinyi kazi yenu pia ni kuelewesha, kuelimisha jamii kwa yaliyotokea. Lakini kama utangulizi, niseme tu kwamba tume kazi yake ya msingi ilikuwa ni kubaini hoja, na kubaini hoja kwa Kiingereza tunasema ni fact finding. Tunabaini hoja kutokana na ushahidi uliowasilishwa mbele ya tume, kujibu zile hadithi za rejea 5-6 ambazo tumepewa. Kwanza tulielekezwa tubaini chanzo cha ghasia zilizotokea tarehe 29 Oktoba na siku chache baadaye, na sisi kwenye uchambuzi wetu tulibaini chanzo ambacho kinakwenda kwenye mizizi ya vichocheo, na nikatoa mfano ni kama vile mafuta na kibiriti, kwamba chanzo ni kibiriti, chanzo ni mafuta, na ile ni kibiriti kinawasha kichocheo. La pili, kubaini lengo la wahusika, lengo lao lilikuwa nini, na hilo tulilibaini. La tatu, kuhusu nani wahusika, tukachambua tukasema aina ya wahusika kutokana na ushahidi. Jingine tulioelekezwa ni kutafuta na kubaini madhara ya kibinadamu, ya kiuchumi, ya kijamii na mengineyo yanayotokana na ilichotokea tarehe 29 Oktoba. Jingine lilikuwa ni kuangalia swala la kubaini, kuzuia na kudhibiti kilichotokea. Unajua vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vina wajibu wa kubaini, kuzuia, kudhibiti, ngazi 3 hizo. Kwa hilo pia tulifanyia kazi. Jingine tulifanyia kazi ni swala la utawala wa sheria, swala la uwajibikaji, swala la maridhiano na masuala ya katiba mpya, na tumekuja mapendekezo ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Sasa kama nilivyosema, nisema kwamba tume tulipewa siku 153 kufanya kazi, na tulifanya kazi mfululizo kwa siku hizo 153. Tulitegemea ushahidi gani? Ushahidi mkubwa tuliotegemea ni ushahidi ambao umetolewa chini ya kiapo, kwa maandishi au kwa mtu kuapa mbele ya tume. Kwa ushahidi wanaokuja mbele ya tume wameapa, na wengine wameapa kwa kiapo cha maandishi, kwa lugha nyingine tunaita affidavit evidence, ushahidi wa kiapo ambao pia unaweza kutolewa mahakamani.
Sasa kwa ushahidi wa viapo kwa ujumla vya raia ni viapo 953. Viapo kutoka kwa raia, viapo 953. Viapo kutoka kwa polisi ni 26. Kwa hiyo kitu kingine tulotegemea pia ni madodoso kwa njia ya mtandao au madodoso kwa watu kupewa na kujaza. Tulipata madodoso 4891 ambayo yalikuwa na maswali maalum. Kila dodoso na swali maalum inahusiana na hadithi za rejea ambazo tulizopewa. Lakini pia tumetegemea sana mikutano ya hadhara na mikutano na makundi maalum. Tumefanya mikutano mingi ya hadhara kwenye mikoa yote 11 tuliyotembea, tuliozuru, lakini pia na makundi maalum, makundi 201 iliyohudhuriwa na watu 3565. Kwa hiyo hatukutegemea ushahidi mkubwa kutoka polisi, pamoja na kwamba polisi na kilichotokea ni swala la uvunjifu wa amani, na sheria ya polisi na wasaidizi sura 300 inasema kwamba jukumu la polisi ni kulinda amani. Kifungu cha 5, kulinda amani, kulinda mali za watu na kulinda uvunjifu wa amani, law and order. Law and order ni kazi ya polisi. Jukumu kubwa la kudhibiti lilikuwa la polisi, lakini vyombo vingine vilishiriki, lakini la polisi. Kama ingekuwa vita ndani, ingekuwa chombo kingine. Ingekuwa vita ya kimataifa, ingekuwa chombo kingine. Lakini unaona ushahidi tegemea mkubwa ni kutoka kwa waathirika na watu wengine waloguswa na ghasia. Lakini la mwisho ambalo muhimu kabla sija ni kwamba tume hii imekutana ana kwa ana na watu 6505. Tumekutana ana kwa ana na watu 6205. Sasa nyinyi siku hizi mnatumia simu ya viganja, iulize, je, tume gani kwa siku 153 imekutana ana kwa ana na watu 6205? Iulize, itakujibu. Hakuna duniani. Sisi kwa siku 153 kwa siku tumesikiliza mashahidi na kuhojiana na watu 40 kwa siku, kwa siku moja. Jumla ya watu ambao tumefanya mawasiliano nayo kwenye kipindi hichi ni zaidi ya 63,000 kwa mahusiano. Tuliona ana kwa ana, waliotuandikia barua, waliotumia message, waliojaza madodoso ni zaidi ya 62,700. Na kama nilivyosema wakati na kabidhi ripoti, ni sawa sawa kwa wakazi wote wanaoishi Bagamoyo au wanaoishi Tukuyu au wote wanaoishi mji wa Korogwe
ndio watu ambao tumegusana nao, na itokee tume tuliamua tangu mwanzo tumsikilize kila mtu, tusikilize kila mtu, tusimnyime fursa mtu yoyote, na twende kwa undani na kwa upana wa nchi yetu. Ndio maana tumekwenda hiyo mikoa 11, wilaya 21 na maeneo mengi tu, ili kutafuta ushahidi. Na kama nilivyosema awali, sisi kazi yetu ni kubaini hoja. Kwa hiyo nimesema hii utangulizi, lakini nimruhusu nimwalike Profesa Juma ambaye kama mnafahamu alikuwa mjumbe wa tume ile ya Jaji Kipenga iliyosikiliza tuhuma za mauaji ambazo zinahusu wale wachimba madini hapa Dar es Salaam, na yeye alikuwa mjumbe, na kwa bahati nzuri mjumbe wa tume hii. Aelezee kidogo kuhusu hizi tume za uchunguzi yetu ikoje, tume za kimataifa zinakuaje, kwa sababu bado tunaelewa kuna wengine wangependa tume za kimataifa, lakini hii yetu ikoje na hizo za kimataifa zikoje, zina sura gani? Kuna swala moja muhimu sana ambalo linahusu chanzo, na sisi katika kubaini chanzo tulisema moja katika vyanzo vinahusu masuala ya uchumi na ya kijamii. Ukosefu wa ajira hasa kwa vijana ilikuwa ni moja, lakini nyingine ni lile swala la watu kupotea au kutoonekana au kutekwa. Sasa tulifanyia kazi vipi? Kwanza kabisa, kisheria, kama mtu akipotea inabidi taarifa itolewe rasmi. Kwa mamlaka gani? Jeshi la polisi. Jeshi la polisi na wanatakiwa waanze kazi ya kutafuta huyo mtu kuanzia masaa 48, ndio inaanza muda kuanza kuhesabika. Sasa sisi tutapiga hodi polisi kwanza, tutaka kujua upelelezi unakwendaje. Tukapata taarifa kwamba kwa miaka mitatu 2023 mpaka 2025, ni miaka hii mitatu, watu ambao rasmi polisi na taarifa ni 758. Uchunguzi umefanikisha watu 503 kupatikana, ambayo ni 66%. Watu 265 bado hawajulikani walipo. Watu 265 ambayo ni 34%, ukichukua miaka hii mitatu iliyopita. Lakini la pili,
hizi takwimu zinaonyesha kwamba kwa mfano mwaka 2022 waliopotea ilikuwa 216, waliopatikana 160 na 56 walikuwa bado wanatafutwa. Hiyo 2022. Tuje 2025, mwaka jana. Mwaka jana 2025 watu 237 walipotea, 176 wamepatikana, na ambao hawajapatikana ni 61. Kwa hiyo moja ni kwamba sio kwamba juhudi hakuna za wenzetu polisi, kwa sababu kuna waliopatikana, lakini kuna hii idadi ambayo bado, na ndio shauku kubwa ya watu kutaka kujua hatima ya ndugu zao, jamaa zao ambao bado hawajapatikana. Na sisi kwa nini tulisema ni moja katika vyanzo? Kwa sababu tumekwenda kwa mfano mkoa wa Mara, tumekwenda kata ya Sirare, Tarime, mkoa wa Mara. Pale shahidi mmoja ametupa majina ya watu 6 wamepotea kwenye kata ile, na bado wanatafuta majibu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina lakini la pili, na nyinyi waandishi wa habari ni muhimu kulijua kwamba swala hili kuna tusichanganye maneno. Kupotea ina maana yake, kupotezwa ina maana yake, na kujipoteza ina maana yake. Kupotea ni nini? Ni mtu ambaye hajulikani alipo na familia yake au ndugu zake, na ambaye taarifa yake imewasilishwa rasmi. Sasa kuna kupotea kwa hiari, voluntary missing, na kupotea bila hiari. Umepotea bila hiari yako, involuntary missing. Kuna waliopotezwa, hiyo inaitwa enforced disappearance. Ni neno maalum la kisheria ya kimataifa, na kuna mkataba wa kimataifa kuhusu watu ambao wanasadikika wamepotezwa. Wamepotezwa. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance kwa mwaka 2006, na imeainisha maana ya hiyo kupotezwa. Na kule ukiona ni kwamba jambo kubwa kule ni kwamba mtu amekamatwa au amewekwa mahabusu au amenyimwa uhuru wake
na nani na mawakala wa serikali au mtu binafsi au kikundi chenye kibali au ridhaa ya serikali na pahali alipo haitajwi, ndio enforced disappearance. Kwa hiyo tusichanganye walopotea, twende kwa kina. Swala hili la upoteaji linatokera sana, hata sisi kila mtu anamkera Tanzania hapa. Ndio maana imekuwa tumeliweka kwenye chanzo moja katika chanzo kwenye masuala ya kijamii, lakini swala pia liko dunia nzima, Chama cha Msalaba Mwekundu, mtandao wa Chama cha Msalaba Mwekundu duniani, International Red Cross and Red Crescent Movement duniani, takwimu zao mwaka 2024 inasema duniani watu 284,000 284,000 wamepotea, missing persons. Hata Ulaya watu wanapotea, Ubelgiji, Marekani, Uholanzi wanapotea, lakini sababu ni tofauti. Kwa kila nchi ina sababu zake. Kuna viashiria duniani 74 ya aina ya watu wanapopotea. Kwa hiyo ukitaka kwenda kwenye mzizi lazima ubainishe vile, kwenda undani zaidi, kwa nini kapotea, kwa sababu gani. Nchi nyingine wanapotea au wanapotezwa shauri ya madai ya watoto wadogo. Kuna mikataba siku hizi ya kimataifa, watu wengi wa nchi nyingine wanakwenda nchi nyingine, wanaoa, wanakuwa na matatizo, wanatoroka na watoto. Inaitwa child abduction, ni kupotea, na siku hizi kuna mikataba ya kimataifa. Kwa hiyo nchi kwa mfano iliyoendelea tu Australia mwaka 2000 kila dakika 18 kulikuwa mtu anapotea mwaka 2000. Lakini bahati nzuri anapatikana kwa sababu sababu zao ni tofauti. Kwa hiyo sisi tulichimbia hapa ndani kwetu, kwa sababu hili swala letu wote haliwezi kutatuliwa na chombo kimoja. Sasa sisi tumebaini nini? Kwanza, kwenye haya hii idadi ambayo polisi imetupa ya waliopotea 758 mwaka 2023 2025, hao 513 waliopatikana ni makundi gani? Kwa hiyo taarifa yao inasema ni makundi 7. Moja ni kulipizana kisasi, jingine ni masuala ya uhalifu, jingine kukwepa mkono wa sheria, nyingine imani za kishirikina, wengine waliondoka bila taarifa makwao, wengi tu. Nafahamu hapa Dar es Salaam, mikoa ya Pwani, watoto wengi wana stowaway, hawagi makwao. Stowaway hawagi makwao. Nyingine usafirishaji wa binadamu haramu, hawagi. Kwa hiyo haya, lakini sisi sasa tutawaambia tulibaini nini na tumependekeza nini kwenye hili swala kubwa la kijamii ambalo linatugusa.
Moja ni kwamba tunaona ni swala ambalo linahitaji kipaumbele katika uchunguzi. Polisi zina kazi nyingi tofauti, lakini hili ni swala ambalo linahitaji kipaumbele na linahitaji mkakati maalum wa kuweza kulitatua, na unakwenda kwenye mizizi yake, kwenye mizizi ili lipunguke, tuone kabisa kwamba linapunguka na linaondoka. Lakini pili, tumeona sisi kwamba katika upelelezi unaoendelea, pamoja na mafanikio ya kuwapata wenzetu ambao walipotea, walijipoteza na kadhalika, au walitekwa kwa sababu ya ili watoe pesa ndugu zao au na kadhalika, kwamba kuna umuhimu wa kuwa na mkakati maalum wa kuweza kulitatua. Lakini pia polisi wana PGO 233 ambayo inaweka utaratibu. Utaratibu huo unaitaka polisi ipe taarifa familia. Lakini sisi tumeshauri kwamba hili, kwa sababu ni swala la umma, taarifa wapewa wananchi, na nadhani polisi mnafahamu mara kwa mara huwa wanatoa taarifa kwa umma, lakini taarifa hizo ziongezwe ili kila mtu tujue hatima ya hawa wenzetu. Lakini pia tumeona kwamba kwenye haya watu waliopatikana na vile kuna viashiria vya uhalifu, kesi nyingi zinaishia upelelezi badala ya kwenda kwenye mashtaka. Kwa hiyo ili kuimarisha upelelezi, kuwa na mashtaka yanayofaa hasa kwa uhalifu ndani yanayotokea kwenye masuala haya, tumependekeza kwamba mamlaka ikiridhia imwagize mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kufanya tathmini ya utendaji, performance review ya umadhubuti wa upelelezi ili kuboresha huo upelelezi. Naye ameshafanya, mtakumbuka, kuhusu masuala yale ya kukiri kosa, plea bargain, ameshafanya performance review hiyo na imesaidia katika kuboresha. Baada ya performance review ikaja kanuni mpya na mambo mengine ya kuboresha. Kwa hiyo swala ambalo tunalo, lakini kwa hiyo nataka tu kuweka hizi sawa kuhusu hayo masuala ya upoteaji wa watu na kadhalika. Lakini nyingine ambalo ni muhimu ni swala lile linatokana na swala la nani wahusika wakuu. Kuna pande mbili yaliyotokea Oktoba. Upande mmoja walopanga, waloratibu, walofadhili yatokee, na wale wakubwa, hatuongelei hawa wafuata mkumbo, wakubwa walopanga, waloratibu, walofadhili upande mmoja. Upande mwingine walodhibiti ndani ya siku 3 amani ikarudia. Kwa hiyo wote hao tutaongelea kwa kifupi. Nimwalike Balozi Mela aongelee hilo swala la IGP Mwema, swala hilo la tunaita mastermind, wale ambao wamepanga. Baadaye tutakuja kwa Balozi Mela kuhusu kubaini na kuzuia,
And then mimi nitamalizia swala moja ambalo muhimu ni la uwajibikaji. Kama nilivyosema wakati tunawasilisha taarifa kwamba watu wengi walitegemea kwamba siku ya kuwasilisha taarifa hao wahusika wakuu wangetajwa na wale waliodhibiti na kusababisha vifo pia wangetajwa. Sasa sisi kwenye uwajibikaji, kwanza hakuna mtu yote shahidi au mtu yote aliyokuja mbele ya tume akasema au akajenga hoja kusiwe na uwajibikaji. Kwa hiyo tunakubaliana, si jambo geni, kila mmoja tunakubaliana kuwe na uwajibikaji. Na hiyo kila mtu, hakuna anasema hapana, hakuna anasema uahirishwe. Kila mtu anasema kuwe na uwajibikaji. Lakini anachosema tunalotueleza ni kwamba uwe uwajibikaji wa haki. Uwajibikaji wa haki. Na tulishauriwa pamoja na viongozi wakuu wa nchi tulioona na wengine hata waathirika wenyewe kwamba anastahili kuwajibika awajibishwe kwa mujibu wa sheria. Asiyestahili kuwajibishwa asiwajibishwe. Sasa hizo ndio miongozo tume imepata. Awajibishwe anastahili, asiyestahili asiwajibishwe. Na wengine wakenda zaidi kwamba asitolewe mtu kafara kwenye kuwajibishana. Tuwajibishane lakini asitolewe mtu kafara. Ushauri huo kutoka watu, sababu inabidi tuulize pia na watu, sio maoni yetu pekee yetu, hapana. Tusikize maoni ya watu, ushahidi unasemaje, na sisi pia baada hapo tuweze kubaini. Sasa sisi kwenye kupanga ramani au njia ya kwenda kwenye uwajibikaji, tumebaini safu tatu. Safu ya kwanza ni uwajibikaji binafsi wa mtu aliyoshiriki kwenye kutenda kosa la jinai au la madai. Tusisahau pia kuna uwajibikaji wa madai, wa madai pia. Kwa hiyo ni yule mtu binafsi kwa kosa alichotenda yeye mwenyewe kwa nafsi yake, la kimadai au jinai. Na kwa polisi si jambo geni. Kwanza sheria inasema hivyo hivyo kwamba askari polisi atakayesababisha mauaji au kifo kwa kutumia silaha atawajibika yeye mwenyewe binafsi. Sheria inatamka, wala sio tume inayotamka. Sheria ya polisi inatamka hivyo, PGO zao zinamtamka hivyo. Kwa hiyo inajulikana, wengi tu polisi wameshapelekwa mahakamani kwa matumizi ya silaha za moto kusababisha vifo, lakini kwa vigezo vya kisheria. Vigezo vya kisheria. Kwenye madini migodi kule, North Mara kule wapi, na mara nyingi na hizo kesi nyingi tu. Kwa hiyo ni safu ya kwanza kwa upande wa madai na jinai. Lakini kuna safu ya pili. Safu ya pili ya kiongozi au kamanda kuwajibishwa.
ni safu ya pili, kiongozi au kamanda. Kiongozi kwa raia, kamanda kwenye vyombo. Lakini pia ina vigezo vyake vitatu, kwamba huyo kiongozi au kamanda kwanza awe na uwezo wa kumwamuru au kumwamrisha au kumsimamia huyo wa chini yake aliyotenda kosa. Kwa Kiingereza tunaita effective control and command. Awe na uwezo, kwa sababu unamtuhumu kwa kosa sio alofanya yeye, alofanya mtu chini yake, lakini anabeba lawama, tuhuma za kijinai kwa kosa. Sio lazima yeye atende kosa. Mnafahamu hata kule mauaji ya Kimberley Rwanda, wengi walopanga sio wao walotekeleza, sio wao walikuwa kule kwenye uandani, hapana. Kwa hiyo huyo kiongozi au kamanda lazima aweze kwanza awe utafutie ushahidi kuonyesha kwanza alikuwa na uwezo kumwamrisha huyo chini yake au kumsimamia au kumwamrisha, kumwamuru. Pili, lazima awe amejua kitendo kile alichofanya huyo mtu chini yake, au alipaswa ajue kwamba huyo chini yake kafanya lile tendo, kosa la jinai. Huwezi kumtuhumu hata kama komanda, kiongozi. Je, alikuwa anajua? Na kuna kesi nyingi tu za kimataifa wapi huyu viongozi alijua au alipaswa kujua. Na sheria ni alijua au alipaswa kujua kwa mazingira yale. La tatu ni kwamba ameshindwa kuchukua hatua kuzuia, ameshindwa kuchukua hatua zote ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuweza kukinga hayo kwa viongozi. Safu ya pili. Safu ya tatu, kama ulivyosema Balozi Mela hapa, ya tatu ni swala la uwajibikaji wa taasisi kama taasisi. Uwajibikaji wa taasisi kama taasisi. Taasisi tulichambua ushahidi na maoni yetu pia ni kwamba uwajibikaji uweko, ndio maana tumetoa mapendekezo. Lakini pia ni kwamba sisi tunaongozwa na hadidu za rejea ambayo ni kubaini hoja. Tunabaini hoja, fact finding. Kwa ngazi hii na tume si jukumu lake kumtia mtu hatiani au kutamka kijinai. Tume zote za uchunguzi ziko kwenye nchi 57 za Jumuiya ya Madola. Sheria hiyo nchi 57 za Jumuiya ya Madola. Na sheria hii imetumika zaidi ya miaka 150. Nchi kama Canada wana tume za uchunguzi zaidi ya 500 wamefanya. Kwa hiyo misimamo yote ni misimamo ya kisheria ya mahakama za juu za nchi kama Uingereza, Canada, Ireland, Malaysia, Singapore, kote huko. Haibaini kijinai. La tatu, ushahidi gani ambao sisi, aina gani ushahidi sisi ushahidi wetu kwa kiasi kikubwa cha mwathirika
huo pekee hautoshi kumtia mtu hatiani, lazima upate ushahidi upande mwingine, lakini inatosha kuanzia upelelezi. Kuanzia upelelezi. Kuna mtu anasema mimi nimepigwa risasi, nilikuwa dukani. Tumekubali ushahidi wake kwa sababu chini ya kiapo, lakini sio kamilifu kwa sababu hajahojiwa kidodoso upande wa pili. Ukienda mahakamani kutoa ushahidi unahojiwa mara mbili, upande mbili. Anayekuleta mahakamani na yule upande mwingine wa utetezi. Na tumehisi sisi maksudi tumesema tutakuhoji sisi tu upande mmoja, kwa sababu wenzetu wamedhurika. Hatuna haja sasa hivi msuguano, tupate huo ushahidi. Na upo walopigwa risasi nje ya maeneo ya ghasia. Upo mwingine anasema sebuleni. Upo huo ushahidi, lakini kwa upande mmoja. Na ndio maana kuna mapendekezo tumesema hapa, tumewasilisha tunakwendaje. Lakini pia tume hizi zinatakiwa kabla kumtumu mtu, na majina mengine yametajwa kwa watu wengine, waratibu hawa katikati walopeleka pesa na kadhalika, lakini huwezi kumtaja au kumtuhumu mpaka umpe haki yake ya kusikilizwa, au kesi yako itafutiliwa mbali. Umpe haki ya kusikilizwa. Kwa hiyo watu waliotajwa wapo wachache, lakini mpaka umwite. Na sisi tumesema hatutumii summon. Mtu yote, wote waliokuja mbele ya tume wamekuja kwa hiari yao. Hatutumia nguvu ya mahakama kuu ya kutoa wito wa lazima, summons. Nyinyi mnajua summons. Ukiitwa ukikataa unaitwa kwa nguvu. Tumesema hapana, hatua hii hatuitwi tukusanye, kwa sababu sisi ni wabaini hoja, tutafute ilitokea nini, nani. Kwa hiyo haya yote ndio yamefanya, na tumefanya uchunguzi wa awali. Vile vifo vimetokea wapi, vimetokea vingapi, vimefanywa uchunguzi. Na tumebaini katika vifo 518 vingi sio vifo vya kawaida. Kuna vifo vya kawaida vimetokea pia. Kuna watu wamepata mshtuko wa moyo, wachache. Kwa hivyo ni kifo cha kawaida. Wengine walikuwa watu wazima. Lakini kuna vifo sio vya kawaida. Vifo sio vya kawaida haimaanishi vifo kinyume na sheria. Mamlaka pekee inaweza kusema kifo hichi kiko kinyume cha sheria ni mahakama. Madaktari wanaleta ushahidi na tumewatumia kusema vifo hivi, idadi hii ya vifo sio vya kawaida. Kila maiti nyingi 260 zimefanyiwa uchunguzi wa kifo, postmortem, chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo, Inquiries Act. Inquest Act, sheria ya uchunguzi wa vifo, Inquest Act. Ili nini twende kwenye huo uwajibikaji? Lazima utayarishe. Huwezi kwenda hivi bila uchunguzi wa kisayansi mbele ya safari. Kwa hiyo hapa swali kubwa ni nani kwa kosa gani awajibike, lini awajibike. Nani awajibike, lini, kwa kosa gani na kwa ushahidi gani.
Kwa hiyo sisi hatuamini kwenye uwajibikaji rejareja, kwa sababu matokeo ya uwajibikaji rejareja ni mtu kutokutiwa hatiani na kuachiwa mwisho wa siku. Kwa hiyo ushahidi wako lazima uwe mzito wa kutosha wa kuweza kuifanya mahakama ikaamua kwa ushahidi ambao unajitosheleza. Kwa hiyo sisi tumependekeza kwamba baada ya sisi ifuate tume maalum itakayochunguza, lakini tume hiyo haendi kuvua samaki, haendi kuvua samaki, kwa Kiingereza sema haendi kwenye fishing expedition. Kazi yake tayari tumeibaini, tumeipendekeza. Kuna vifo 21 vya watoto, 2 chini ya miaka 4 vichunguzwe. Kuna watu 39 wanadai wamepigwa risasi nje ya maeneo ya ghasia, ichunguzwe na kadhalika. Na hilo mamlaka imepokea pendekezo hilo. Kwa hiyo tutaenda hiyo ya hatua sasa ya uchunguzi wa kina, lakini uchunguzi maalum, ili uweze kuchunguza na kuwajibika. Kwa hiyo nadhani nimalizie hapo tu. Nataka kama vile utangulizi, lakini nashukuru sana Unaangalia Al Khair Online TV.